ndani ya Biblia. Maandiko inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho, kwa kuwaongoza watu, kwa kuwaonya na kuwaadhibisha katika haki. Kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Nebukadneza, alikuwa mzee. Mungu akamsaidia akatawala. Mungu akampa kutawala siku mingi, akatawala. Alipotawala moyo wake ukainuka. Alipotawala akamuasi Mungu na akageuzwa, akaingizwa kumustuni, akakaa kama wanyama, akala nyasi, maana alikataa kumtambua Mungu. Wakati alikuwa anatawala hakujua kuna mtawala juu ya watawala. Wakati alikuwa anaongoza hakujua kuna mwingine ambaye ako juu ya kile anayeongoza. Shida yetu wanadamu ni kwamba kila nafasi mtu anayopata anasahau kujua kunaye Mungu ambaye ako juu yangu. Mtu akiwa mwalimu anakosa kuelewa, hata kama ni mwalimu kunaye Mungu ako juu yake. Hata kama ni daktari kunaye Mungu juu yake. Hata kama ni mume kuna Mungu juu yake. Hata kama ni mke kuna Mungu juu yake. So Nebukadneza akasahau na Mungu akamwadhibu. Baada ya hiyo kijana wake, kijana mdogo tu akapata nafasi ya kuongoza. Maandiko inasema huyu kijana akafanya sikukuu, na ninajua sisi wakama tunaelewa, maana maisha yetu ni jade. Yani hakuna wiki utakosa jade kwa Mkama, hakuna, hamna. So na yeye akafanya jade ya kwao. Haleluya! Vile tunakuanga na ya kwetu, naye alikuwa na jade ya kwao, lakini akasahau. Badala afanye ya kwao, akaingia nyumbani mwa Bwana, akachukua vyombo katika nyumba ya Bwana ili akunywe, afanye sherehe na makahaba zake na wale watu ambao alikuwa na wao, akasahau. Haleluya! Nafasi inapatikana kwa wote. Hakuna mtu hawezi kupata nafasi. Nafasi Mungu anairuhusu kwa wote. Supedi sasa akapata nafasi. Na maandiko inasema hivi, ninakuambia maana ninajua watu wengi walio kwa mtu huu, watu wengi walio Kitonyoni, wazazi walifanya bidii hata wakakupeleka Sunday school. Watu wengi wako hapa kila siku ya Jumapili.